Naam, haleluya watu wa Mungu. Hii ni 2026 ni mwaka 2026. Mwaka 2025 tumepita kwa changamoto kubwa sana kwa ndugu zetu kuuawa kwa sura mbaya, kama vile waliua watu ambao hawafai kuishi ndani ya nchi, kwa uonevu, kwa maenezi, kwa dhuluma. Basi kikundi fulani kikaamua kufanya hivyo na kuweza kufanikisha jambo lao. Sasa mimi niseme kwamba mwaka huu 2026 ambao tumeuanza hii Januari hii, huu ni mwaka wa kudai haki. Wawe wanajua hawajui haki, wanajua haki, kwa sababu niliona Waziri Simba Chamwina akiuliza kwamba haki ni nini? Haki ni nini? Haki ni nini? Asa mimi niseme kwamba muwe mnaifahamu haki, hamuijui haki, basi muamini kwamba tutadai haki kwa namna yoyote ile. Tutadai haki kwa namna yoyote ile, tutadai haki. Tutadai haki. Hii mwaka huu 2026, sidhani kama kuna watu wamesherekea, na kama kuna watu wamesherekea, basi ni watu fulani ambao niseme kwamba ni vipofu tu. Ni vipofu tu, hawaoni. Lakini mwaka huu sio mwaka wa kusherekea, ni mwaka wa kujiuliza sana ya kwamba 2025 tulipitaje pale hivi, na ndugu zetu waliwezaje kuuawa kwa sura kama ile. Sasa ni lazima tujiulize ili tujue cha kufanya 2026. Waovu wasijue kwamba walishafanikisha jambo lao, wajue kwamba watu tumekaa kimya na ndugu zetu wameuawa. Hapana, mimi huwa siamini kwamba ndugu zetu wameuawa kwa sura kama ile. Ndugu zetu wametekwa mpaka leo hii hakuna mtu anayesimama na kuweza kusema kwamba watu waliotekwa wamepatikana, ama leo hii tumepata fununu ya kwamba watu waliotekwa wako sehemu fulani, ama tumewakamata kwa lengo fulani. Sijasikia mtu yote akisimama na kuweza kuzungumza jambo hilo, watu waliotekwa. Sasa mimi bado nikikaa na jaribu kuwaza na kutafakari, nasema kwamba pana 2026 ni mwaka wa kujiuliza ya kwamba haki tutaipateje? Haki tutaipateje? Lazima tujiulize haki tunaipataje? Kwa sababu mimi siamini kwamba kuwa kiongozi ni kujitoa akili, kujitoa ufahamu ili afanikishe jambo lake bila kuangalia watu hawa aliyewaumiza kwa sura kama hii itakuwaje, ama ndugu zao wao wanajisikiaje. Kwa sababu unachokiamini kwamba katika kwenye maisha usilopenda kutendwa wewe, basi amini usimtendee mtu mwingine. Kiongozi kama kiongozi ni taa, inatakiwa nakaa naangalia namna familia yake inavyoishi, namna watoto wake wanavyoishi, namna ndugu zake wanavyoishi, ukoo wake na rafiki zake na ndugu zake wanavyoishi, basi na jirani zake na ndugu wengine, basi wawe wanaishi kama yeye alivyo, na amani yeye alivyo, na haki yeye, basi na ndugu wengine wawe na haki kama yeye. Lakini kama ndugu hao yeye amani ni ya kwake peke yake, yani amani ni ya kwake ya mtu mmoja, ama yeye na familia yake, hapana, mimi siamini kwa sura kama hiyo. Sasa mimi nasitiza kwamba kwa mtu mwenye akili timamu, mtu mwenye ufahamu, huu ni mwaka wa kudai haki. Huu ni mwaka wa kudai haki. Huu ni mwaka wa kudai haki. Mwaka huu ni mwaka wa kudai haki. Sio mwaka wa kukaa kupiga makofi, sio mwaka wa mapambio, hapana. Huu mwaka ni mwaka wa kudai haki mpaka ijulikane kwamba haki ipo ama hitakuwepo. Kwa gharama yote ile
inatakiwa kila mtu mwenye akili timamu asimame na kudai haki juu ya taifa lake. Hatuwezi tukaishi katika taifa hili kama wote misukule. Hapana. Mimi narudia kusema kwamba hatuwezi tukaishi ndani ya taifa hili wote tukawa ni misukule, wote tukawa ni vipofu, wote tukawa ni watu ambao tuoni. Hapana. Mwaka huu ni mwaka inatakiwa ujulikane kwamba haki ipo ama haipo. Wanajua haki au hawajui haki. Na kama hawajui haki, basi hizo nafasi ziwafai, wao waondoke tu. Huu ni mwaka kudai haki. Na Mungu abariki sana watu wa Mungu. Ila ujue kwamba kila mtu mwenye akili timamu lazima asimame na kudai haki. Kila mtu mwenye akili timamu lazima asimame 2026 Januari, kuanzia Januari hii, tarehe hii. Kila mmoja ni lazima paze sauti yake kudai haki. Lazima tudai haki. Hatuwezi kuishi ndani ya taifa letu, ndani ya nchi yetu kama vile wote misukule, kama vile wote hatujielewi. Hapana. Lazima tuishi namna mwenzako anavyofurahi, anavyojua yeye ndiye ana amani peke yake, basi na wengine tuishi kama yeye. Mimi sidhani kwamba 2025 2026 hii kuna watu wamekaa tu wanasherehekea. Unasherehekea nini wewe? Wewe kama sio kipofu ni nani? Wewe ni kipofu tu. Kama unasherehekea mwaka huu unakaa kabisa na wewe na unasherehekea. Unasherehekea nini wewe mtu wa Mungu? Unasherehekea nini wewe? Kama sio mapepo yamekujaa tu. Hapana, unasherehekea nini ndugu zetu wameuawa kwa sura kama hiyo? Haki haipo Tanzania. Unasherehekea nini ndugu zetu waliotekwa wote? Wengi bila kuwa na sababu, bila kuwa na hatia. Unasherehekea nini? Unasherehekea nini? Nini unachokisherehekea kama sio mapepo yamekujaa? Sasa mimi nizungumze jambo hili. Niseme kwamba mwaka huu ni mwaka wa kudai haki. Kwa namna yote ile haki ipatikane. Kwa namna yote ile haki ipatikane. Hatuwezi tukaishi na taifa letu tuka wote ni msukule. Hatuwezi tukaishi kwa namna hiyo. Hatuwezi tukaishi kwa sura kama hiyo. Sasa mimi niwaambie kwamba ingekuwa ni hivyo, hata Nyerere kama Nyerere basi angeamua kusema kwamba basi kwa kuwa mambo haya yako hivi, basi ngoja niwaache wakoloni ili waendelee kutupeleka wanavyotaka. Lakini Nyerere alisimama na kuweza kutupigania, alijitoa maisha yake. Ina maana kwamba Nyerere katika kutupigania kwetu sisi ilikuwa inapelekea kufa yeye. Akifanikisha basi Mungu ainuliwe, lakini akifa basi, lakini angekufa kwa ajili ya kupambania Tanzania wenzake. Sasa sisi tuliosalia lazima tuwepo watu wachache ambao tumekubali kutoa uhai wetu kwa ajili ya watu wengine, tupambanie haki, na lazima haki ipatikane. Kwa sababu kama wewe waziri anasimama na kuzungumza haki ni nini? Haki ni nini? Huyu ni waziri. Hivi unategemea kwamba Tanzania kuna haki? Leo hii utaweza kukaa kimya, mwenzako ama wewe mtu akaja akakuonea hapo hivi, unashinda pa kwenda kulilia, unakaa kimya kwa sababu ya kuogopa mtu fulani. Hapana watu wa Mungu, hapana. Ni lazima tudai haki. Mimi niwaambie kwamba kama mnahofia kufa, mlisha kufa tangia zamani. Hivi wewe kama watu waliouawa kwa sura kama ile, watu wengi wanapigwa marisasi ya kumimina. Mimi nimeshuhudia kwa macho yangu watu wakipigwa marisasi kwa sura kama ile. Sasa wewe unaja gani ya kujiponya? Yaani unajiponya. Yaani mwenzako ameuawa. Kuna msemo unasema kwamba ukiona mwenzako amenyolewa basi jiandae kutia maji na wewe ukanyolewe. Ukiona mwenzako ameuawa naye jiandae utauawa tu. Utauawa tu. Sasa mimi siamini kwamba watu waliouawa labda walikuwa na makosa. Hapana. Hata kama tunaogopa kusema, tunaogopa kudai haki, basi wewe amini tu. Hata wewe yatakufikia. Sipokufikia wewe, yatamfikia mtoto wako, yatamfikia mzazi wako, yatamfikia ndugu yako. Mdauni wa kudai haki. Hakuna sasa hivi haki Tanzania. Popote pale utaweza kuonea hapo hivi. Nenda popote, nenda polisi. Wanakuona kama vile mdoli fulani umetoa pale hivi. Wanakuona kama vile ni mtu haufai. Wanakuona kama vile mtu haufai. Nenda hospitali kama kuna haki sasa hivi. Nenda hospitali. Watakuona kama vile mdudu fulani. Sasa lazima tupiganie haki. Haki iwezi kupatikana kwa kuongea maneno tu. Sio nini? Hapana, haki haipatikani kwa sura hiyo. Hata kama ukitia unyonge, hata kama utatia unyonge, utatia huruma, hakuna anayekusikiliza. Nataka nikujulisha kwamba mwovu kama mwovu, hakuna anayeweza kukusikiliza. Mwovu ameziba masikio yake, hawezi kusikiliza wewe. Tena kibaya zaidi, watu wenye vyeo hao wanakuona wewe kama vile mbwa, wanakuona kama vile ni mdudu fulani. Sasa lazima tusimame kwa kudai haki. 2026 mimi nimesema kwamba 2026 lazima tusimame na kudai haki kwa namna yoyote, kwa sura yoyote, lazima haki patikane.
Na Mungu abariki sana watu wa Mungu. Haki ni nini? Haki ni nini? Basi mwaka huu ijulikane 2026 haki ni nini? Haki ni nini? Wewe kama waziri unasimama unasema haki ni nini? Basi na ijulikane kwamba haki ni nini. 2026 ni mwaka wa kudai haki kwa nguvu yote, kwa namna yote. Kwa sira yote ile, lazima tutasimama na kudai haki. Hatuwezi tukakaa katika taifa letu tukaishi kama vile wote ni misukule tu. Kwa kuwa tunahofia kuuawa. Kama kufa tulishakufa muda mrefu tu. Kwani ndugu zetu waliouawa, sisi tuna faida gani sasa sisi kuwa hai? Ingekuwa ndivyo hata Magufuli asingeweza kufa basi. Magufuli angesema kwamba na mimi najihurumia basi acha tu nikae nile maisha. Kwa sababu Magufuli kwani alikwambia alikuwa na njaa. Sio kila kitu taifa liko chini yake, majeshi yako chini yake, kila kitu iko chini yake. Hajui maana ya kutafuta mboga, hajui maana ya kununua nguo, hajui maana ya kula. Vitu vyote vipo. Lakini Magufuli alisema kwamba mimi natoa uhai wangu kwa ajili ya Watanzania masikini. Magufuli hakuangalia kwamba ili rais aseme kwamba nikipoteza maisha yangu sasa hivi basi kuna vinono nitaviacha. Hapana. Hapana, lazima tusimame na kudai haki kwa namna yote ile. Kwa namna yote lazima tusimame na kudai haki. Hatuwezi tukajihurumia. Mimi nashangaa watu wanaojihurumia. Kuna wengine wahubiri juzi Mwamposa anasema kwamba lazima uwe na hekima. Tena ukihubiri ndani ya madhabahu, unaongea ndani ya madhabahu, uwe na hekima. Uwe na hekima gani? Ni mapepo yamekujaa. Kwa sababu ukiwa ni mwovu huwezi kumkemea mwovu mwenzako. Ukiwa mwovu huwezi kumkemea mwovu mwenzako. Huwezi kupata ujasiri huo. Huwezi kupata ujasiri huo. Sasa ni lazima tujitoe ili haki ipatikane ndani ya taifa letu na nchi yetu. Ni lazima